Nikukaribishe sana katika neno la Mungu. Leo natamani nizungumzie kuhusiana na umoja katika mwili wa Kristo. Umoja katika mwili wa Kristo. Naposema mwili wa Kristo namaanisha eklesia, kanisa linatajwa kama mwili wa Kristo, ambapo kwa Kiyunani inaitwa ni eklesia. Na ni vizuri ujue ya kwamba kanisa ni mali ya Yesu Kristo mwenyewe. Maana amesema katika Mathayo sura 16 ya kwamba juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kwa hiyo tunapozungumzia kanisa kama eklesia, inamaanisha ni watu walioitwa kutoka gizani kuingia kwenye nuru, waliotoka utumwani kuingia kwenye uhuru. Na hapa haijalishi sasa udhehebu, haijalishi wewe unatoka kundi gani, kama ni charismatic au nini. Tunazungumzia kanisa kama mwili wa Kristo na namna gani tunavyopaswa kuwa na umoja. Na katika somo langu hili ningependa nianze mwanzo kabisa kuangalia maombi ambayo Yesu aliyaomba. Kama kuna maombi muhimu sana aliyoyaomba Yesu katika maisha yake, ni yale maombi ambayo yanaonekana katika Injili aliyoiandika Yohana sura ya 17. Ngoja nikusomee maandiko machache. Sura ya 17 mstari ule wa 20 hadi 23. Biblia inasema, wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. 23. Mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma, ukawapenda wao kama ulivyonipenda mimi. Amen. Unaona, nimesema katika maombi ambayo Yesu aliwahi kuyaomba katika maisha yake hapa duniani, haya yalikuwa ni maombi mazito sana, na anawaombea kwanza mitume. Anaombea mitume, lakini anasema na wale ambao watakuja kuamini kupitia neno la wale mitume. Ule mstari wa 21 tunaona, mstari wa 20 anaanza kuwaombea mitume, lakini mstari ule wa 21 anakuja anaeleza kwamba na wale watakaokuja waamini, hao wote wanatakiwa wawe na umoja. Lengo la Yesu ni kutaka kanisa lake liwe na umoja, bila kujali jina la dhehebu wala vitu kadha wa kadha. Kuna mambo matano hapa ambayo nilikuwa natamani niseme na wewe unaweza kunisikiliza leo. Kwanza, mstari ule wa 20 anasema hawaombei mitume peke yao, bali anawaombea pia watakaoamini kupitia neno lao. Neno la kina nani? Neno la mitume. Hapa mstari wa 20 anasema wala si hao tu ninaowaombea, lakini na wale watakaoniamini kwa sababu ya neno lao. Wanaoamini kwa neno la mitume ni nani? Ni sisi, kanisa la leo, kwa sababu Biblia inasema tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii, na Yesu Kristo ni jiwe kuu la pembeni. Sasa wewe, hata kama hukumuona Petro, hata kama hukumsikia Yohana na ubiri, hata kama hujahubiriwa na Mathayo moja kwa moja namna hii, lakini kumbuka wameandika Injili na nyaraka humu ndani ya Biblia. Kwa hiyo unaposoma
kwamba injili iliyoandikwa na Mathayo, injili iliyoandikwa na Marko, injili iliyoandikwa na Yohana, injili iliyoandikwa na fulani, waraka wa Petro, basi tuko tunawasikia wao moja kwa moja kupitia yale maandishi ambayo waliacha, maandiko. Na ndio maana mstari wa 20 anasema wote wawe na umoja. Wote wawe na umoja. Ndio jambo la pili ambalo Yesu analitaka kwetu, ya kwamba wote tuwe na umoja. Kama kweli tumeamua, tumemaanisha kumfuata Yesu, tunapaswa tuwe na umoja. Ilikuwa ni maombi ambayo Kristo analiombea kanisa, anawaombea viongozi, watumishi wa Mungu, waumini, wale wanaosema wameokoka. Kusudi la Yesu kutuacha duniani, anachofurahia kukiona kwetu kama kanisa ni umoja. Na mstari ule au aya ile ya 21 anasema hivi: Baba, wote wawe na umoja kama wewe Baba ulivyo ndani yangu nami ndani yako, hao nao wawe ndani yetu, ili ulimwengu upate kusadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Haleluya! Kumbe kule mstari wa 21b tunakuja kuona ya kwamba tunapokuwa na umoja kama kanisa, ulimwengu unafika mahali unaamini ya kwamba Yesu alikuja akiwa ametumwa na Baba. Kule kuamini tu, kule kuwa na umoja tu, kuna wafanya watu ulimwengu waamini. Unajua kwa nini sisi tunaosema tumeokoka, kanisa la kipindi hiki, la kizazi hiki, unajua tunawachanganya watu ambao hawajaokoka, wanashindwa kutuelewa, kwa sababu wakiangalia namna gani tunavyoshikana kama waenda mbinguni, hawaoni. Badala yake wanashangaa, wanaona mchungaji fulani anamtukana mtume yule anamkashifu mchungaji yule, mwinjilisti anamkashifu sijui mwalimu anamkashifu mtume. Yani hatueleweki kama kanisa. Sisi kama viongozi, ulimwengu ungetakiwa utusome, ujue ya kwamba kweli hawa watu wamemwamini Yesu ambaye alitumwa na Baba. Lakini tunawachanganya ulimwengu kwa sababu hatuna umoja, hatujashikamana, hatuko kitu kimoja. Huduma zile 5, kila mmoja na huduma yake na kakigabo kake ameshikilia, hataki kushikamana na wengine. Huo sio mpango wa Kristo kwa kanisa lake. Ule mstari wa 23 anasema, mimi ndani yao nawe ndani yangu, ili wawe wamekamilika katika umoja, ili ulimwengu ujue ya kuwa ndiwe uliyenituma. Haleluya! Ndiwe uliyenituma, ulimwengu upate kujua ya kwamba kweli Yesu amekuja kuokoa. Kwa sababu tukiangalia, tunawaona mitume wanapendana, wachungaji wanapendana, manabii wanapendana, wainjilisti, walimu, zile huduma zote 5 zimeshikamana kama vitole vya mkono vilivyoshikamana kwenye kitanga kimoja. Lakini Yesu haoni ule umoja katikati ya mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo unatakiwa kujitathmini sasa. Kwa nini ulimwengu unashindwa kutuelewa? Kwa nini ulimwengu unashindwa kutuiga, kutufuata? Ni kwa sababu hawaoni umoja wowote katikati yetu. Jambo la 4 tunaweza tukaliona ule mstari wa 22. Anasema, nami utukufu ule ulionipa nimewapa wao, ili wawe na umoja kama sisi tulivyo umoja. Haleluya! Maana yake nini hapa? Maana yake Yesu anatamani tuwe na umoja kama yeye na Baba walivyo na umoja. Hebu tathmini, je, kanisa leo lina umoja kama mwili wa Kristo? Sizungumzie dhehebu lako. Sasa inachotisha zaidi, unashangaa
hata ndani ya dhehebu hilo hilo, wachungaji wa dhehebu hilo hilo hawashikamani. Mitume hawashikamani, maaskofu hawashikamani, lakini bado wanasema sisi tunaenda na Kristo, tunamwiga Kristo. Kivipi? Maana Yesu mwenyewe anasema tuwe na umoja kama yeye na Baba walivyo na umoja. Je, ni kweli tuna umoja kama mwili wa Kristo? Mimi sioni kabisa umoja katika mwili wa Kristo. Mungu amenileta kwako ili nije nikuamshe kama kanisa, kama mtumishi wa Mungu, kama kiongozi kanisani, kama mshirika wa kawaida, ya kwamba tunapaswa tujitathmini kama kanisa. Mahali tunapoelekea siku nzuri, ni lazima kama kanisa tujue ya kwamba ni wajibu wetu kuwa na umoja, bila kuangalia kwamba mimi dhehebu fulani, mimi dhehebu fulani, mimi sijui kundi fulani, mimi kundi fulani. Wote tunapaswa tuwe umoja kama mwili wa Kristo. Okay. Na ule mstari wa 23 nilisoma sababu nyingine ya 5, au jambo la 5 ambalo Yesu alituombea kwamba tunapokuwa na umoja tunaonyesha kwamba Yesu alitupenda. Umoja wetu unaonyesha kwamba kweli Yesu alitupenda. Sasa ninachopenda kusema ni hivi: Kristo hafurahii kanisa la leo jinsi linavyoenenda. Hafurahii kabisa, kwa sababu unamkuta Mkristo wa dhehebu hili na Mkristo wa dhehebu lile wanaangaliana mbali mbali. Mchungaji wa kanisa hili na mchungaji wa kanisa lile, yaani utafikiri mwokozi wao ni mwingine. Hatushikamani, hatupendani, hatujaliani. Hivi mara ngapi wewe mchungaji au nabii au mtume wa dhehebu lingine alikuja kukuomba mchango ajenge kanisa lake dhehebu ambalo si lako, ukamsaidia? Lini? Lakini bado nasema mimi niko kwenye mwili wa Kristo, sisi tunaenda mbinguni. Kivipi? Lazima tufike mahali tujitathmini. Maana tunapokuwa na umoja, tumeona katika ule mstari wa 23 inaonyesha kwamba ni kweli Kristo ametupenda. Na kama ametupenda, lazima na sisi tuonyeshe kupendana kama mwili wa Kristo. Hapawezi kuwepo na umoja wowote katika mwili wa Kristo ikiwa ule upendo wa dhati ambao ametuachia Kristo mwenyewe haupo. Kwa hiyo Kristo anapoliangalia kanisa la leo, anaona kuna shida, kuna upungufu. Wewe hebu angalia, unakuta ndani ya kanisa kama kuna kwaya 2, 3, kwaya zenyewe ndani ya dhehebu hilo hilo, kanisa hilo hilo, mchungaji yule yule, wazee wa kanisa wale wale, lakini unashangaa kwaya hii na kwaya ile hawaelewani. Yapo. Unaweza ukaniangalia ukasema hakuna, lakini nakwambia yapo. Kama ni kanisa mmoja, dhehebu hilo hilo, tawi hilo hilo, lakini unakuta kati ya mzee na mzee hawasemeshani. Je, kazi ya Mungu itakwenda vizuri kweli? Kristo atafurahia kanisa lake kama mwili wa Kristo tunatenda haki namna ile? Unamkuta mtu mwingine, wenzake wanapanga hivi, yeye anakuja vingine. Wenzake wakifanya hivi, yeye anafanya mengine. Wanapanga hivi, anapanga naye mwenzake mengine tofauti. Mithali 18:1 nasema, ajitengae na wenzake atafuta matakwa yake mwenyewe. Ngoja nisome ile andiko katika Mithali sura ya 18 mstari wa 1. Biblia inasema, ajitengae na wenzake hutafuta matakwa yake mwenyewe, hushindana na kila shauri jema. Unaona?
Kwa hiyo unaposhangaa mchungaji na mchungaji mwingine hawapendani, hawana umoja, hawashikamani, hawasaidiani, ile haileti utukufu kwa Mungu. Maana Biblia inasema mtu anayetafuta matakwa yake mwenyewe hushindana na kila kusudi jema. Kusudi jema la Kristo ni lipi? Kusudi jema la Kristo kwa kanisa ni kwamba tuwe na umoja, tuwe na umoja. Kwa hiyo kanisa kama mwili wa Kristo ni wajibu wetu kuwa na umoja. Unaona, kuna usemi hapa Tanzania, watu wanasema umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Na hii ni kweli. Hebu jaribu kuchukua hata vijiti tu, zile njiti za kiberiti. Ukichukua moja ni rahisi kukata, chukua 10 weka pamoja, uone kama itakuwa rahisi. Leo hii tuna vitu tunaita umoja wa makanisa, umoja, sio umoja wa madhehebu, umoja wa nini, lakini ni kama ujanja fulani, hatujashikamana inavyotakiwa. Ni kwenye vikao tu, haya jamani, tuandae mkutano wa pamoja, okay, hivi na hivi. Lakini kitokea mmoja wenu amepatwa na tatizo fulani, anapambana nao mwenyewe. Ni ngumu sana kuona wale ambao wanasema sisi ni kitu kimoja, ni mwili wa Kristo, wanajitokeza kusimama na wewe. Tujitathmini kama kanisa, tuone umoja wetu unakwenda wapi. Katika Zaburi ya 133 kuna maneno ya ajabu sana, ninayapenda kweli kweli. Zaburi ya 133, Biblia inasema, nitasoma sura nzima kwa sababu ina maandiko machache tu. Inasema, tazama jinsi lilivyo vyema na kupendeza ndugu wakae pamoja kwa umoja. Anasema ni kama mafuta mazuri kichwani, yashukayo ndevuni, ndevu za Haruni, yashukayo mpaka upindo wa mavazi yake. Kama umande wa Hermoni ushukao milimani pa Sayuni, maana ndiko Bwana alikoamuru baraka, naam, uzima hata milele. Jina la Bwana libarikiwe. Sikia, Biblia inasema ni vema ndugu wakae pamoja kwa umoja, kwa umoja. Neno hili umoja katika Agano la Kale limetajwa mara moja, lakini katika Agano Jipya limetajwa mara 7. Katika Agano Jipya limetajwa mara 7, kuonyesha kwamba kila siku tunatakiwa tujue, kila siku ya wiki tunatakiwa tujue kwamba tunapaswa kuwa na umoja. Na Biblia inaniambia ndugu wanapokaa pamoja kwa umoja, tunakuwa kama mafuta mazuri yashukayo kichwani, yanaanzia kichwani mpaka kwenye ndevu za Haruni. Unajua Haruni alikuwa ni kuhani mkuu kutoka kabila la Lawi, kuhani mkuu katika Agano la Kale, na alikuwa na ndevu nyingi sana, ndevu nyingi. Kwa hiyo alikuwa anaweza kupaka mafuta, yale mafuta yakishapakwa kama vile mafuta mgando, yanazifanya zile ndevu badala ya kusambaa zinakamatana, zinakuwa pamoja, zinashikana, yaani unakuta kana mpaka inapendeza, inavutia. Ndivyo anavyosema kwamba hata sisi kama mwili wa Kristo tunapokuwa na umoja, tunakuwa kama yale mafuta yanayoshuka kutoka kwenye kichwa yanakuja mpaka kwenye ndevu ya Haruni, na kuzifanya zile ndevu za Haruni zisisambae. Hata kama upepo ungekuja, ndevu zimeshikamana vizuri. Wewe unapojiona kwamba unajitosheleza mwenyewe, unakuta mtu mwingine anashabikia dhehebu lake, yaani dhehebu lake, anakufa na dhehebu lake. Pole sana, pole sana. Na ndio maana huna hata moyo wa kusimama ili kwamba katie moyo hata dhehebu lingine, kwa sababu roho ya ubinafsi haikuruhusu kuwa na umoja na wengine. Mara ngapi umekaribishwa au umealikwa kwenda kufanya huduma katika madhehebu mengine, hutaki kwenda eti kwa sababu sio dhehebu lako.
Lazima mwili wa Kristo tufike mahali tujitathmini. Wachungaji, maaskofu, tufike mahali tujitathmini. Mitume, manabii, tufike mahali tujitathmini. Unaona, siku za leo mtu akianzisha huduma, badala ya kwenda kuhubiri walevi, wazinzi kwenye madanguro kule, wapagani wanaoshinda mitaani, anakwenda kushawishi washirika wa kanisa lingine. Ni kama vile anachukua samaki kwenye mtumbwi wa mtu mwingine, anahamishia kwenye mtumbwi wake. Alafu watu wakija wengi, anasema kanisa langu lina watu wengi. Umehubiri wangapi? Ni watu ambao walikuwa wameshaokoka, umechota tu kutoka kwenye makanisa mengine, umejaza kwako, na wala sio kwamba ni wapya, ni wale wa Kristo. Na kwa sababu kanisa hatuna umoja, tumekuwa na Wakristo watalii, Wakristo washirika watalii. Anakaa kanisa hili miezi miwili, anakimbia anahamia kanisa lingine. Miezi mitatu 6 anakimbia anahamia kanisa lingine. Ndio washirika ambao wamejaa kwenye makanisa mengi leo. Lakini kama mwili wa Kristo tungekuwa na umoja, wachungaji tungeshikamana, mitume, manabii, ninyi ambao mnasimamia huduma mbalimbali, tungeshikamana kama mwili wa Kristo, upuzi na utoto ndani ya makanisa usingelikuwepo. Upo kwa sababu sisi wenyewe hatujashikamana. Sisi ambao ni viongozi wa kanisa hatujashikamana. Basi mtumishi wa Mungu, baada ya kusema haya, hebu ngoja nije kipengele cha pili sasa, maana nilikuwa bado nazungumzia maombi ya Yesu kwa ajili ya kanisa. Tumeona maombi yake kwa kanisa ilikuwa ni kuliombea kanisa liwe na umoja kama yeye na Baba walivyo na umoja. Sasa nataka nizungumzie kipengele cha pili. Ni kina nani hasa wanaostahili kukaa pamoja kwa umoja? Utaniuliza, hivi kweli askofu unaniruhusu mimi nichangamane na wale alimradi wanaitwa kanisa? Okay, jibu liko hapa. Waraka wa Paulo mtume kwa Waefeso. Waraka wa Paulo mtume kwa Waefeso, tuangalie sura ile ya 4, na nitasoma maandiko mengi kidogo kuanzia aya ya 1 mpaka ya 6. Tutaona mambo 6 hapa ya sifa au sifa 6 za kanisa au za mtu au za mtumishi au za mshirika unayestahili kushikamana naye, kuwa na umoja naye. Sifa 6 katika maandiko haya. Biblia inasema, kwa hiyo na wasihi mimi niliye mfungwa katika Bwana, mwenende kama inavyostahili wito wenu mlioitiwa, kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu, mkichukuliana katika upendo, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho katika kifungo cha amani. Sikiliza, nirudie yale maneno katika aya ya 3. Anasema, na kujitahidi kuhifadhi umoja wa roho. Ninaozungumzia umoja, ninaozungumzia hapa sio umoja wa SACCOS, sio umoja wa vikoba. Ni umoja wa roho kama kanisa, umoja wa roho katika kifungo cha amani. Ule umoja bado utatufunga katika amani. Hakuna umoja ambao unaondoa amani tunaostahili kushikamana nao, no. Pale mstari wa 4 anasema, mwili mmoja, roho mmoja, kama na mlivyoitwa katika tumaini moja la wito wenu, Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote na katika yote na ndani ya yote. Haleluya!
Hapa sasa ndipo tunaona ni nani unayestahili kushikamana naye, kuwa na umoja naye. Tumeona sifa 6 hivi. Kwanza ni yule ambaye mnashiriki roho moja. Roho Mtakatifu wako na Roho Mtakatifu wake ni yule yule. Sasa ukikuta kanisa halimtambui Roho Mtakatifu, huyo sio kushikamana naye. Kanisa lolote ambalo linasema Roho Mtakatifu hana kazi, Roho Mtakatifu sijui ni nini, anamponda Roho Mtakatifu, hathamini kazi ya Roho Mtakatifu juu ya kanisa, huyo hamko kitu kimoja huyo. Lakini jambo la pili ni tumaini moja. Sifa ya pili ni kwamba lazima muwe wote na tumaini moja, kwamba sisi tumeokoka, na kama tumeokoka, taraja letu ni kunyakuliwa tukakae na Yesu mbinguni. Sasa wewe una taraja la kwenda mbinguni kuishi na Kristo milele. Mwingine hilo taraja hana, anaandikisha nyumba za Manzese na Magomeni, anakuambia ile ghorofa itakuwa ya kwangu, sijui mimi nitarithi nchi hapa, nitabaki nashika lile shamba la fulani. Wewe una malengo ya kwenda mbinguni, yeye anashika majengo ya Manzese. Huyo hamwezi kwenda pamoja. Lazima muwe na tumaini moja. Lakini pia Biblia inasema Bwana wenu au ni mmoja. Bwana mmoja. Hii ni moja ya sifa. Kama wewe unamkubali Yesu Kristo kwamba ni Bwana, na yeye amkubali Yesu Kristo kuwa ni Bwana. Bwana maana yake ni Bwana, maana yake ni miliki. Sasa sifa ya 4, muwe na imani moja. Sio mmoja naamini hivi, mwingine naamini vile. Kwa mfano, kuna watu ambao hawaamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu au ni Mungu, na ni Wakristo, wanajiita ni Wakristo. Ukimwambia Yesu ni Mungu, anakuambia na Yesu ni mtume tu. Sasa unajua huyu ni Mkristo mwenye itikadi ya Kiislamu. Kwa sababu sisi kama Wakristo, imani yetu ambayo tumejengwa kwayo ni kuamini kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Kwani hujawahi kusoma pale? Ngoja nikusomee, alafu nitaendelea. Hii Mathayo sura ya 16. Injili aliyoiandika Mathayo sura ile ya 16, mstari ule wa 16, nianzie pale. Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu wamekufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Nami nakuambia wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nimemalizia mstari wa 18. Wewe ndiwe Petro. Yesu alikuwa ameuliza watu wanasema mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wengine wakasema Yohana Mbatizaji, wengine Yeremia, wengine mmoja wa manabii, wengine hivi. Kila mmoja akaeleza alivyokuwa nasikia. Ninyi je, mitume mnasemaje? Petro akajitokeza akasema, wewe ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu alimpongeza akasema, kwa kujibu hivyo mwili na damu havijakufunulia. Maana yake hukuvielewa kwa akili ya kibinadamu, bali umepata ufunuo. Ni ufunuo kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo kukubali Yesu ni mwana wa Mungu ni kuonyesha kwamba tuna imani moja. Kama wewe ni imani tofauti na sisi, utakataa wana wa Mungu wa Yesu, utakataa uungu wa Yesu. Maana Yesu mwenyewe amesema, kutokana na tamko alilolitamka Petro, Yesu anasema juu ya mwamba huu. Watu wengine wao wanachanganya hapo, wanasema kwamba Yesu alimaanisha Petro ndiye mwamba
ambaye kanisa lake litajengwa. Sio kweli. Petro hajawahi kuitwa mwamba hata mara moja. Hakuna andiko hata moja kwamba Petro ni mwamba. Lakini katika Wakorintho wa kwanza 10 tunaona Yesu Kristo ndiye mwamba. Na Biblia inatuambia ya kwamba waliunywea mwamba wa roho uliowafuata, na mwamba ule ulikuwa ni Kristo. Kwa hiyo kujua tu kwamba Yesu ni mwana wa Mungu aliye hai, ule ni ufunuo kutoka kwa Baba, sio akili ya kibinadamu. Ndio imani ambayo tunapaswa tuwe nayo pamoja. Imani ikiwa moja, lazima tuwe na imani ya kwamba Yesu Kristo ni nani kwetu. Tukikubaliana namna hiyo, tukaamini pamoja, tunaweza tukashikamana pamoja. Lakini neno la 5 ambalo tumeliona, au sifa ya 5, ni ubatizo mmoja. Ubatizo mmoja. Katika Waebrania 6 tunaona habari za mabatizo. Sitaki kuzungumzia habari za mabatizo, lakini kuna ubatizo mmoja. Tuache aina 7 za mabatizo, nizungumzie ubatizo huu tulioachiwa na Kristo. Wengine wanabatiza kidogo kichwani, wengine wanazamisha ndani ya maji, wengine wanapita chini ya bendera, wengine wanachukuliwa maji tu, anarushiwa hivi, atakayemdondokea ndiye huyo kabatizwa. Wengine, kila mmoja ana namna yake ya ubatizo, na wengine tunatofautiana pia katika njia ya ubatizo. Katika kubatiza unakuta tunasema na kubatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Wengine wanakuambia kwa jina la Yesu tu. Wote hao tunaitwa Wakristo na wote tunaamini kwamba tunakwenda mbinguni. Je, tuwe na umoja na watu wa namna ile? Jibu ni hapana. Wewe ambaye unabatiza kwa jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, na yule anabatiza kwa jina la Yesu tu, mkiwa na umoja, lazima mtasuguana, mtakwaruzana, mtaumana njiani, amani haitakuwepo. Kwa hiyo hakikisheni na ubatizo wenu ni mmoja. Lakini sifa ya 6 ni Mungu mmoja. Muwe na Mungu mmoja. Sasa naposema Mungu mmoja, sikatai nafsi ya Yesu, sikatai nafsi ya Roho Mtakatifu. Wakristo tunaamini hivi kwamba Mungu ni mmoja, lakini mwenye nafsi 3. Mungu ni yule yule mmoja, lakini mwenye nafsi 3. Tutakuja kujifunza kuhusu uungu wa Yesu, kwa sababu hili ni darasa, hiki ni chuo, na kwa kuwa ni darasa tutakuja kujifunza vitu vingi sana. Tutaangalia mambo mengi sana, na tunaweza tukaruhusu hata maswali mbalimbali kuulizwa na tutayajibu, kwa sababu tunajua ya kwamba kupitia chuo hiki, darasa hili, unaweza ukasogea mahali katika kuielewa Biblia, kuelewa maandiko. Lakini niseme tu kifupi ya kwamba sisi Wakristo tunaamini juu ya Mungu mmoja. Wale ambao wanatutafakari wanasema Wakristo wana miungu 3, ni kwa kuwa tu hawajatuelewa, bado hawajatuelewa. Kwa hiyo tutakapojifunza tutaona vizuri kuhusu sifa za Mungu na utatu wake na mambo mengine. Kwa hiyo nilichotaka kuonyesha ni hicho. Mambo haya 6 ambayo nimeyasoma katika Waefeso sura ya 4 ndio sifa ambazo unatakiwa uzione kwa yule ambaye unapaswa kuwa na umoja naye. Nirudie kwa haraka. Sifa ya kwanza, roho mmoja, muwe na roho moja. Sifa ya pili, tumaini moja. Sifa ya 3, Bwana mmoja. Sifa ya 4, imani moja. Sifa ya 5, ubatizo mmoja. Sifa ya 6, Mungu mmoja. Hizo ndio sifa 6 ambazo unapaswa kuziona, ama kwa kanisa au kwa shirika lolote la kidini ambalo wanasema na wao wameokoka na kufuata Yesu, au kwa mtu binafsi ambaye unatamani kushikamana naye
lazima uangalie sifa hizi 6. Tofauti na sifa hizi 6, basi ujue hicho ni kitu kingine. Ikiwa unapenda kuendelea kupata mafundisho yetu haya ya neno la Mungu, Biblia, ambayo yanatolewa kwako bure kabisa, basi bonyeza kitufe chekundu kilichoandikwa subscribe, na itakuwa ni rahisi kwako. Tunaweza kuwa tunakutumia mafundisho hayo na unayapokea kirahisi kabisa. Mungu akubariki sana.